aweke mambo sawa, akamwambia unajua sometimes mwanaume natakiwa enjoy. Mwalimu pale pale akaelewa kuwa huyu baba yake atakuwa ana shughuli nyumbani. Alichokifanya akamwambia twende nyumbani tukapike chakula. Dogo aliposikia swala msosi tu akamsaidia na mwalimu kubeba mkoba, moja kwa moja wakaenda kutoa kitu. Sasa mishale fulani hivi ya jioni, Ticha Uche ikabidi amrudishe Chuchu nyumbani. Babake akamuuliza, we dogo, nilikwambia uchelewe kurudi, sasa kisa nimekwambia uchelewe kurudi ndo unanirudia nyumbani muda huu? Ticha Uche akasema samahani, nilimuona njiani, kwa hiyo ikabidi nimchukue niende naye nyumbani kwangu. Lakini mzee ni kama bado amwelewi mtoto wake, akamuuliza, kwa hiyo dogo, sasa hivi ni kama ushaanza kuizoea mitaa, si ndio? Yani huogopi watakuiba alafu mimi nitashinda mpaka kukuchukulia ujue. Mwalimu Uche akasema wala usijali, alikuwa mikono salama kabisa. Sasa Chuchu alipoingia ndani, Mr. Fella akamwambia mwalimu, asante sana kwa kuwa makini na mtoto wangu, lakini pale pale kwa sababu huyu mshikaji ni mtu wa mademu kinoma, ni muuni kichizi, akamwambia Ticha Uche, sikia, mfanya mpango nipe namba zako za simu. Ticha Uche akasema sidhani kama ni jambo la lazima wala lina umuhimu mimi kukupa namba zangu, kwa hiyo nahitaji tu kuondoka. Jamaa akasema hapana, naweza katokea changamoto yoyote alafu mimi nikahitaji tu kukujulisha bwana dogo anaendelea hivi na hivi. Ticha Uche ni kama akakaza hivi. Jamaa akawa ana force pale kuchukua simu ili aandike namba za mwalimu Uche. Mwalimu